Talanta za Zeysha. Karibu kwenye simulizi zinazosimuliwa na Zeysha. Wanasema maisha yanaweza kubadilika ndani ya muda mfupi, lakini wakati mwingine mabadiliko hayo huanza kwa mateso ambayo hakuna anayoyaona. Hebu fikiria kijana aliyekulia kwenye umaskini, asiyejua Kiingereza, anayefagia sakafu za maduka ili apate chakula. Leo hii kijana huyo anamiliki mabilioni ya dola na ameunda moja program zinazotumiwa na mabilioni ya watu duniani. Hii si hadithi ya filamu. Hii ni historia ya kweli kabisa ya John Combe, mwanzilishi wa WhatsApp, kijana anayebadilisha njia ya dunia kuwasiliana. Karibu nikusimulie. Jina lake kamili ni John Combe. Alizaliwa tarehe 24 Februari mwaka 1976 katika jiji la Kyiv nchini Ukraine, wakati huo akiwa sehemu ya Umoja wa Kisovieti. Alikulia katika mazingira magumu sana. Familia yake haikuwa tajiri na maisha yalikuwa ya kawaida sana. Akiwa mtoto, John alishuhudia maisha ya mfumo wa Kisovieti ambapo serikali ilikuwa na udhibiti mkubwa wa mawasiliano. Hata mazungumzo ya simu yalikuwa yakifuatiliwa mara kwa mara. Hali hiyo ilimfanya achukie sana uvamizi wa faragha za watu. Hakujua kwamba miaka mingine baadaye jambo hilo lingekuwa msingi wa mafanikio yake. Mwaka 1992, akiwa na miaka 16, Jane pamoja na mama yake na bibi yake walihamia Marekani kutafuta maisha bora. Walifikia California wakiwa hawana fedha nyingi wala maisha ya uhakika. Familia hiyo iliishi kwa msaada wa serikali na vocha za chakula. Mama yake alifanya kazi za kulea watoto huku Jane akifanya kazi za usafi na kufagia katika maduka ili kusaidia familia. Licha ya umaskini, Jan alikuwa na shauku kubwa ya kompyuta. Alijifunza mwenyewe programu za kompyuta kupitia vitabu alivyokopa. Kadri muda ulivyokwenda, akaanza kuwa mtaalamu wa masuala ya kompyuta na usalama wa mifumo. Akiwa na miaka 18, alianza kujifunza programu za kompyuta kwa umakini zaidi. Baadaye alijiunga na chuo kikuu cha San Jose State University huku akifanya kazi katika kampuni ya Ernst & Young kama mtaalamu wa usalama wa mifumo ya kompyuta. Mwaka 1997 alipata kazi Yahoo, moja ya kampuni kubwa za mitandao duniani wakati huo. Huku ndipo alipokutana na Brian Acton. Urafiki wao uligeuka kuwa ushirikiano ambao baadaye ungebadilisha dunia. Kwa miaka karibuni 9 walifanya kazi pamoja Yahoo, lakini mwaka 2007 waliamua kuondoka. Waliomba kazi Facebook, lakini walikataliwa. Ndiyo, watu waliokuja kuunda WhatsApp waliwahi kukataliwa Facebook. Watu wengi wangekata tamaa baada ya kukataliwa, lakini John aliona fursa mahali ambapo wengi waliona mwisho. Mwaka 2009 alinunua iPhone na kugundua kuwa dunia ya programu za simu ilikuwa inaanza kukua kwa kasi. Akaanza kufikiria programu rahisi ya mawasiliano ambayo ingewawezesha watu kutuma ujumbe kwa urahisi bila gharama kubwa za SMS. Ndipo alipoanzisha WhatsApp. Mwanzoni programu hiyo haikupata mafanikio makubwa. Kulikuwa na hitilafu nyingi na watumiaji wachache, lakini John hakukata tamaa. Aliendelea kuiboresha siku baada ya siku. Baadaye alimshawishi rafiki yake Brian Acton kujiunga naye. Hakuna matangazo, hakuna michezo, hakuna usumbufu. Walitaka watu wawasiliane kwa urahisi bila kuvamiwa na matangazo. Kadri muda ulivyopita, WhatsApp ilianza kusambaa duniani kote. Mamilioni ya watu walipenda kwa sababu ilikuwa rahisi kutumia.
Mwaka 2014 kilitokea kitu kilichoshangaza dunia. Facebook ilitangaza kuinunua WhatsApp kwa dola bilioni 19. Kijana aliyewahi kusimama kwenye foleni za msaada wa chakula sasa alikuwa mmoja wa matajiri wakubwa duniani. Inasemekana baada ya dili hilo kukamilika, Jan alikumbuka maisha yake ya zamani ya umaskini na mahali alipokuwa akipata msaada wa chakula akiwa kijana. Hilo lilikuwa kumbusho kwamba mafanikio makubwa yanaweza kuanzia katika mazingira magumu kabisa. Baadaye aliondoka WhatsApp na Facebook kutokana na tofauti za kimtazamo kuhusu masuala ya faragha ya watumiaji, lakini jina lake tayari lilikuwa limeandikwa katika historia ya teknolojia duniani. Historia ya John Kum inatufundisha kwamba mazingira uliyozaliwa si hukumu ya maisha yako. Kijana aliyewahi kuishi kwa msaada wa chakula, aliyefagia sakafu ili kupata riziki, ndiye aliyekuja kubadilisha namna dunia nzima ilivyotuma ujumbe. Usikubali hali ulionayo leo ikufanye uamini kwamba ndoto zako ni ndogo. Wakati mwingine mafanikio makubwa huzaliwa katika kipindi kigumu zaidi cha maisha. Mimi ni Zeisha na hii ni Talanta za Zeisha, mahali ambapo kila simulizi lina somo, kila changamoto ina mafundisho na kila mwisho huacha mwanga wa matumaini. Ili kupata historia nzuri kama hizi zenye mafundisho ndani yake, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Namaliza wa kusema, babu yangu aliwahi niambia, nami nakwambia wewe rafiki yangu, usisubiri uaminiwe, anza kujiamini kwanza wewe, wengine watafuata. Ulikuwa nami Zeisha.